ila walisia kwamba tukisema Mwamwindi ndio kitu ambacho mzee wetu Gabo time hapa amekuja nacho basi in town. Hii ni filamu ambayo mkubwa wetu Gabo bwana ameitambulisha, au kama tuseme kwamba anytime kuanzia time hapa tutakuja kuenjoy mchongo mzima wa Mwamwindi. Sio umenipata bana? Yani Mwamwindi ni filamu ambayo inahusu na masuala fulani vya uhalisia wa Mtanzania au Mtanganyika, yani kwamba kutoka pale engo nzima alivyoanza kupata uhuru, baada ya uhuru mpaka maisha yake ya time hapa. Sio umenipata bana? Big time sana katika mchongo. Gabo anakuambia kwamba katika hii engo nzima ya filamu mpya ambayo ni Mwamwindi, hii ni filamu ambayo inazungumzia uhalisia moko, yani uhalisia moja kwa moja katika ile maisha ya Mtanzania, wewe ambavyo tumetoka kupata uhuru mpaka time hapa. Imekuwa ni noma sana kwa huu mchongo ambao umekuja sana mjini. Unajua bana, tumezoea au imekuwa ni desturi sio ni yake hivyo kwamba mara nyingi bana historia za muziki zikija, yani hizi za film, ukiona story ya film imesogea hivi masuala mazima ya mapenzi, usaliti, migogoro, vitu kama hivyo hapo. Sasa mzee wetu Gabo bwana amekuja na mchongo mjini, yani kwamba yale maisha baada ya uhuru ndio kitu ambacho tunakiona katika Mwamwindi. Hii ni filamu ambayo mzee wetu Gabo ameamua kutuletea mjini. Of course kwamba mwana anasema kwamba ukizungumzia hii filamu ni kiini cha simulizi ya aliyekuwa yule mkuu wa Iringa. Sasa sijajua Gabo hapa nini ambacho alizingatia. Of course kwamba alichokisema kwamba nikimzungumzia doctor au sio bwana Wilbert ndio namzungumzia time hapa. Huyu ndo ambaye alikuwa mkuu wa Iringa, kwa kwamba kiini cha hii story ya Mwamwindi ndio ambavyo imetokea huko, kwa kwamba ukiangalia zile sifa za huyo kiongozi ambaye alikuwa mkuu wa mkoa, utaona kwamba alikuwa mbele sana kupambania masuala mazima ya ujamaa nini vitu kama hivyo hapo. Kwa kwamba mzee wetu Gabo bwana akaisogeza ile story alafu akaiboga katika Mwamwindi pale alafu ikawa so mchongo. Big time